Okay, rangi ambazo sio sahihi zinaweza kusababisha design yako kuonekana mbaya hata kama kila kitu kipo sawa. So in this video tutaenda kujifunza namna ya kutumia rangi katika design zetu ili kuweka muonekano mzuri katika design zetu, kuleta that feeling au kitu sahihi kinachohitajika kwenye design. So this is all about color theory. So leo tutaenda kujifunza mambo kadha kuhusiana na color theory. I'll just be fast, iwe very short kwa sababu tunataka tuanze mapema kufanya kazi tupate chochote kitu. So that is the main focus. Along the way wewe mwenyewe unapoendelea, the experience and stuff, utaendelea kujifunza pole. So the first thing ni kwamba nini, what is color theory? Color theory is just simply kwamba nini, leo unavyoweza kutumia rangi pamoja, rangi mbalimbali, let's say umechagua rangi zako kutumia pamoja nini katika design, na the way zinavyoweza kuleta nini hisia fulani kwa watu sahihi au watu husika ambao unawapelekea huo ujumbe au hiyo design. Sawa. Kwa watu unajua kudesign haitoshi, yani inabidi nini design kitu kile kiibue hisia fulani kwa mtu. Hapo ndo utakuwa nini umefanikiwa kwenye masuala mazima ya nini kudesign kitu. Kama umedesign kitu chako hakileti hisia yoyote according to nini to your design, au mteja let's say unatengeneza poster ya chakula, mtu akiangalia hiyo poster haimletei hisia zozote kuhusiana na either kuhusiana na hicho chakula, trust me, your design has just failed. Hapo sana ni masuala mazima ya rangi, typography utakuwa umezingua. Kwa hakikisha nini kuwa makini kwenye hii series ili uweze kuelewa vitu vizuri. So what is color theory? Tutajifunza color wheel, contrast na maana the way rangi utakavyozitumia, color meanings, baadhi ya maana mbalimbali za rangi, na color combinations, just overall rangi zipi na zipi zitakuwa zinaendana, and along the way unapoendelea kupractice mwenyewe utajifunza. So pia nitakuwa along the way nafundisha kwa kufanya vitendo, because after this first part ya color theory, the second part tutaingia of more practical wise kuhusiana nini the past logo tulikuwa tunaitengeneza. Kwa hiyo tupo kwenye color theory. So that was the introduction. Kwa tuingie kipengele cha kwanza kabisa. So this is the color wheel. Yani hapa ndo rangi zote zinapotokea na modules za rangi. Kuna CMYK, kuna RGB, kuna grayscale, kuna HSB. Kwa hizo zote ni nini? Ni just modules. Cha muhimu usikae usihangaike, cha muhimu chukua hizi mbili tu, ishi na hizi mbili. RGB hizi tunazitumia kwenye digital forms, CMYK tunatumia upande wa printing. Kwa kama unatengeneza kitu ambacho let's say ni poster, vitu ambavyo vitatumika kwenye sim in form of digital wise, tumia RGB colors. Kama utatumia nini yaani unatengeneza kitu ambacho unategemea kwa kiprint, tumia CMYK colors. So that is the only main thing ya kukishika na kujua kwamba okay, this is the color wheel. Rangi just zinakuwa zinatoka hapa, shades nini, vitu vinatoka hapa. Kwa kijana utakuta kijana zikawa mbalimbali, vyote vinatokea kwenye color wheel. So hiyo after that, kitu kingine hapa cha kuelewa ni kwamba tuna hiki kitu hapa, tutoe hizi, that is the coloring. Ngoja tuingie kipengele kinachofuatia ni kwamba okay, kipengele kinachofuatia okay, so that was color wheel. Color wheel tunakuja kwenye color meanings, okay, and color combinations. Kwa color meanings bwana, mfano mdogo ni kama hivi hapa ninavyoviona hapa. Color meanings mfano kama nyekundu, sawa, huwa zinatumika kwenye upendo, kwenye kuonyesha hatari hivyo. So that is just a minimal example ya nini ya rangi na maana zake. Kijani huwa mara nyingi unakuta inaonyesha afya, inaonyesha ukuaji, inaonyesha amani. Kwa nini lazima nini ujue rangi unaoitumia na sehemu husika, sawa. Kwa ujua kucombine rangi unazozitumia na kitu husika, ni mwisho wa siku tunafikisha hisia, tunafikisha ujumbe kupitia nini visually. Yani tunatumia maandishi nini just kufikisha ujumbe. Kwa hakikisha rangi pia ziendane na ujumbe unaofikisha. Kama unafikisha unataka mtu aogope au vipi, fikisha kwa namna hiyo, tumia rangi ambazo zita emphasize hicho kitu chako. Mfano tunarudi kwenye ule mfano tuliotumia kwenye typography. Napenda huko mfano unaelezea almost vitu vyote muhimu. Okay, mfano kama hapa, sawa. Hapa ndo tunakuja kwenye rangi pia.
Hii rangi nyekundu hapa inaonyesha upendo, sawa, na font imeendana na rangi inaonyesha upendo. Kwa the second video after this, the second part ndo tutaona namna unavyoweza kutumia typography na nini na colors kufikisha ujumbe vizuri. Kwa hapa typography na rangi vimeendana vizuri kabisa. Kama unataka ulete utume barua au ufikishe ujumbe kwa namna ya upendo, ukitumia rangi nyekundu na this type of fonts vinaleta nini, vinafikisha ujumbe vizuri kabisa kuonyesha upendo. But this font na hii rangi hiyo rangi but different font, tunaona kwamba nini, rangi hiyo imetumika kama kitisho au kuonyesha hatari, because vyote ni the same message, ila tu typography imebadilika. Sitaki kuzungumzia typography because typography ilikuwa ni kule, tuongelee rangi zaidi. So the same color, ila typography nini imebadilika tu. Hapa unaona nini tayari maana ni tofauti, ila hapa umeona rangi nyekundu imetumika kwenye kutisha, hapa rangi nyekundu imetumika kwenye nini, kwenye upendo. Kwa the same color inaweza kutumika sehemu mbalimbali, inategemea unaipea vipi na nini pillars za nini za graphic design. Cause tulianza na typography, sasa tupo kwenye color. Kwa hapa umeona kapea typography na color kufikisha ujumbe wa kutisha, hapa kapea typography na color kufikisha ujumbe wa upendo. So this is just the simple basic stuff ambao unabidi uzijue. Kwa that was example ya nini, ya maana ya rangi. Haya, that was color meanings. Kwa modules ndo hizi hapa, zile ambazo CMYK, RGB, HSB na grayscale. Kwa the main thing nimwambia ishi na hizi mbili, cause tunaanza usihangaike na hivi vyote hivi, ishi na hizi tu kwanza, RGB, CMYK basi. Ukitaka unatengeneza business card au vitu vya kuprint, ishi na CMYK. RGB unatengeneza vitu vya digital form, ishi na RGB basi. Kwa hivyo color properties, color harmonies, hivi vyote just and stuff, tusende deep sana kuelezea hivi vyote, just tunataka nini, tupate the simple concepts, then wewe mwenyewe unapoenda kufanya kazi utajua like okay, rangi zipi zinaendana, sawa. Kwa just a brief, tuingie kwenye combination ili tujue namna ya kuchagua rangi zetu. Rangi hatuchagui mradi tunachagua tu kama tunachagua nyanya, hapana. Tunachagua rangi in consideration ya nini, the way zinavyokuwa, the way strength zake zilivyo nini hivyo. Kwa kwenye color combination hapa kuna masuala mazima, kuna same kama mainly ipo hizo zote, but mainly tuishi tuna vitu vitatu, sawa. Tuishi na kwamba kuna complementary ambao hapa tutatumia nini, opposite colors. Mfano kwenye color wheel hapa tumetumia rangi ya huku na hii ya huku kunini, kupata nini, rangi tutakazozitumia kwenye design yetu. Na hizi sio kwamba lazima utumie hii ya huku, hapana, just nini, inabidi uangalie na nini na ni kazi gani unaoitumia. Sio kila rangi ya huku na huku unaona hizi zinaendana hii, angalia kwanza, je, unataka kufikisha ujumbe gani, then ndo uingie kwenye kuchagua rangi. Kwa the main idea, the main thing ni kwamba nini, jua foundation yako ni nini, unataka kufikisha nini kwa watu husika. Kwa kuna analog hapa inahusiana masuala mazima kuchukua rangi in sideways. Una maana let's say una rangi hapa, utachukua rangi ya pembeni yake kwenye nini, ili kuleta that harmony between colors, sawa. And hii ipo very smooth, hii ipo very high contrast, na unaona hapa moja inatofautiana. Then kuna hii monochromatic. Monochromatic ni nini, kwamba tunatumia rangi moja but shades tofauti kutokana na nini, vile tunavyokuwa tuna add nini, tuna add white. Ina maana inakuwa kama ni kuizimua rangi, sawa, kupunguza ule ukali. Kwa nini hizi ni nini, tunatumia shades mbalimbali. Kwa unaona hapa ni blue, lakini hapa blue imepoa zaidi, imepoa yani hivyo. Kwa these are shades, sawa. Haya, kwa that is just tuishi na hizo, and tuishi na hizo. Then a lot of stuff huko chini, and not mainly, achana nazo, just sana hichi tu kwamba hiki na yani like hivyo, rangi at most tumia 3, that is the maximum amount, ila minimum ziwe 2. Usitumie rangi moja, yani at least ziwe 2, 3 maximum, usizidishe rangi cause inakuwa haipendezi. Kwa the mistakes kwenye
hiki kipengele watu wengi wanafanya ni kwamba wanatumia rangi nyingi. Unakuta design moja inatumia marangi kibao. Mfano kama let's say hiki hapa. Sasa mtu anakuta anatengeneza logo background kama hiyo. Sasa inakuwa nini? Haileti maana nzuri, haileti that harmony and stuff. Yani hivyo unakuwa upati nini? Muonekano mzuri. Kitu kingine ni nini? Unatumia rangi ambazo hata haziendani. Yani mfano, yani mtu randomly tu unakuja unachagua rangi. Let's say hapa mtu kaje kwenye ana design zake, anachukua background nyeusi, anakuja anakuwekea maandishi hapa, anaona kisa rangi hizo anazipenda, anaenda kuchagulia brown labda. Sawa, anakuja anachagua rangi kama hii. What is this? Mtu anaona nini? Yani unakuwa don't choose colors randomly. Zingatia vitu kama contrast. Je, nikiweka hapa hii itaonekana, maandishi yataonekana vizuri. Hapa tayari mtu unaona, lakini paka ukao minye macho, yani haileti mvuto. But ukiweka rangi sahihi, let's say white, mtu atumii nguvu sana kuona hicho nacho kinini. Kwa hiyo tusichague rangi randomly, tuzingatie contrast. Like kama background ni dark, basi the subject za juu ziwe nini? Ziwe light colors ili iweze kueleweka. Na pia tusitumie gradient kwenye design zetu. Like okay, mtu anakuta anatumia gradient kwenye text kama hivi. Sawa, gradients ni vizuri kuzitumia ila zina same like labda sana kwenye headings, basi sio basi hadi text huku chini ndani unakaa unaweka hizi nini like gradients. Hapana, jua sehemu gani utumie, sehemu gani usitumie. So sio kila sehemu tunatumia gradients, inabidi uangalie pia gradients zipi za kutumia kutokana na background ambayo nayo au kutokana na color choices ambazo umezifanya. So kwenye hii video bana, let's keep it much simple. I think tuishie hapa, then the next video tutaelezea zaidi kuhusiana na masuala ya color theory, namna unavyo combine color theory na typography kwenye ile logo yetu, ili nini tupate kitu clean. So tutaenda na ile brand yetu hivyo along the way mpaka tutakuja kuikamilisha kabisa. So that's pretty much it on this video. Usahau ku like, comment na kushare kama umependa hii video. Share na mwenzako ambaye hana issue, hana nini. Trust me, mpaka tukimaliza hii series utakuwa ushaelewa kabisa masuala mazima ya nini ya graphics design. Kwa hiyo that's pretty much it. See you on the next video. Hakikisha haukosi. Bye bye.